Jamani, ndugu zangu, kuna mjadala kidogo tumeuona katika mitandao ya kijamii, kidogo umeleta mashaka sana, umeshtua sana. Na mjadala huu umeanzia katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika swala la uwasilishaji wa bajeti. Nadhani ndugu zangu mmeuona, kuna mheshimiwa mmoja jaribu kueleza kwamba ndani ya serikali kuna msaliti, na huyo msaliti akamfananisha na Yuda. Sasa sisi wadau wa sheria na masuala ya haki kidogo imetushtua kwa sababu unajua ukisema Yuda katika historia na ukirejea sana vitabu tukufu kama Biblia, imemweleza Yuda alikuwa ni nani. Maana Yuda alikuwa na historia kubwa sana, au ishara usaliti ulikuwa na matokeo makubwa sana. Kwa hiyo kumfananisha mtu na Yuda ni kitu ambacho kinahitaji ushahidi wa kutosha, uchunguzi wa kina juu ya swala hili, kwa sababu unagusa sehemu muhimu sana za dola. Lakini pia taifa lolote ambalo linafuata utawala wa misingi ya sheria, unapotoa tuhuma nzito za masuala ambayo yanahusu masuala mazima ya usaliti, na unatoa hiyo taarifa katika chombo au muhimili ambao unausimamia serikali kama Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo ni sehemu pa uwazi na uwajibikaji. Kwa hili ni swala ambalo halipaswi kutazamwa tu likapita tu, ni kitu ambacho hakipaswi kutazamwa kwa staili hiyo, kwa sababu unapomsemea mtu msaliti ndani ya serikali, maana yake huyo mtu hana tofauti na mtu ambaye ni muhaini. Kwa sababu mtu msaliti ndani ya serikali, maana yake anasaliti kiapo chake katika utumishi wa umma, anasaliti maadili ya utumishi wa umma. Manake mtu huyo anatarisha usalama wa taifa, mtu huyo anahujumu maslahi ya nchi. Ndio maana ya msaliti. Manake mtu anaisaliti serikali, anaihujumu serikali. Sasa hao ndio watu ambao tulitegemea kwamba waweke bayana, ili haya makosa mengine yanayokuja, masuala ya kesi hizi za uhaini au tuma za uhaini, lakini ndio jambo litakao mtu aweke bayana ili ziweze kuchukuliwa hatua za kisheria, na tutazame kama kuna ushahidi wa kutosha basi aweze kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Kwa sababu kwa nini wengine wapelekwe wengine waachwe, kumbe kuna wasaliti ndani ya mfumo unajulikana. Sasa hiki ni kitu ambacho naona hapa kama tukicheka na imeingia katika ansari ya bunge, nadhani ni hatari sana, kwa sababu Watanzania mijadala mmoja tunaijadili sasa, huyu msaliti ni nani, wengine wanakuwa wanawaza kwamba manake amejaribu kwenda mbali, amesema kama alikuwa akipendwa na rais aliyopita Mheshimiwa Magufuli, alikuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania, mbona alimtupa nje, ni nani? Na ukitazama kisa cha hivi karibuni mmekisikia, makamu wa rais akati akiwa katika mazishi ya mama aliyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, marhumu Dr. John Joseph Magufuli, alieleza uhusiano wake yeye na mheshimiwa ulivyokuwa, na alieleza wazi kwamba mtu huyu ilifikia tu, mimi kipindi nataka ni staff masuala ya siasa na masuala mengine ya kitaasisi huko, lakini akamteua kwenda nje. Sasa huyu anasema mbona alimtupa nje? Watu wanaunganisha doti. Sasa unajua unapo doti kama hizi zinakuwa inaweza ikatoka matokeo tata sana, tatanishi, kwa sababu kimsemea mheshimiwa makamu wa rais, maana ni taasisi kubwa, unaigusa taasisi nyeti, taasisi nyeti, kwa sababu ni cheo cha kitaasisi. Sijui tumeweza kufahamiana. Kwa huu ni uchonganishi. Alafu sasa ni lazima ifahamike kwamba waasisi wa taifa hili, akiwemo baba wa taifa marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, alisema sana maswala juu ya Uzanzibari na Uzanzibari au Mzanzibari na Mtanganyika. Aliyasema sana. Sasa hii ndo hatari, mijadala mbele ishaanza. Sasa mijadala mbele inaanza kuchukua kasi sasa hivi ni udini na maswala haya ya Uzanzibari, Tanganyika au Mzanzibara. Nadhani nyinyi waandishi wa habari tunaona mijadala ilivyo, haina afya. Sasa watu wanasema aliyotoa hoja ni mheshimiwa ambaye asili yake ni Mzanzibari, lakini watu wanaona kama zile tuhuma imeelekezwa dhidi ya mtu ambaye ni Mtanganyika. Kwa hiyo tumeanza kuwa na mijadala ambayo haina afya. Alafu sasa ikauli imesemewa katika muhimili
ambao unauwajibisha serikali, unaisimamia serikali na maafisa wote masuhuri wanawajibika pale, na bunge na namna yake ya kuwajibisha waheshimiwa na kwenda kinyume na maadili, na ile maana imeingia katika ansari za kibunge. Sasa tuhuma nzito kama zile bila kutolewa ufafanuzi wa kina, maana ni vitu ambavyo vinaleta mashaka. Kwa hiyo ilikuwa inapaswa ndani ya mhimili wa bunge itolewe ufafanuzi wa kina. Ni nani huyo msaliti? Ni nani huyo Yuda? Tumfahamu. Na hizi tuhuma maana zilipaswa sasa zielekezwe katika vyombo vya ulinzi na usalama ili tukachunguze, au vyombo vyetu vichunguze juu ya maslahi ya nini? Ya taifa. Kwa hiyo mimi naona hili jambo kidogo limeleta taharuki, na mijadala mingi imeanzia hapo. Na sasa hapa unajua ilielezwa na wenye hekima, na mfano mzuri walitolea kwa kijana ambaye anataka kuposa. Walisema kwamba katika maisha kosea vitu vyote si mke, au kwa mke sio mume. Maana yake ni kwamba walikuwa wanamaanisha kwamba katika mwenendo wa maisha unapofanya uchaguzi, fanya uchaguzi ambao ni sahihi. Sasa watapokuwa watuletea waheshimiwa ambapo tunawatuma sisi kama wananchi, tumewachagua waende katika vyombo vya kutusemea, vyombo vya maamuzi, vya uwajibishaji na uwajibikaji, alafu wakaenda kuleta habari tata za uchonganishi bila kuwa na ufafanuzi wa kina, manake ni kwamba chama chenye dhamana, chama cha siasa, manake chenyewe kimetupendekezea mtu ambaye sio sahihi, na sisi wananchi pia tumefanya chaguzi ambayo sio sahihi. Kwa ni vyema sana vyama vya siasa wao wanatuletea watu ambao ni sahihi, watakwenda kutetea maslahi ya taifa, watakwenda kusema kinaga ubaga bila kuficha, bila kuleta utaharuki na uchonganishi katika taifa letu. Kwa hiyo tunachoomba sisi, au tunachokisema sisi, au la yangu ninachokisema mimi ambacho ni sahihi kwa mtazamo wa kifalsafa na mtazamo wa kisheria, ni kwamba kauli hiyo inahitaji itolewe ufafanuzi wa kina. Huyo Yuda ni nani? Huyo Yuda ni nani? Na amesaliti katika vitu gani? Vyote lazima viweke kinaga ubaga. Kwa sababu unapomsemea Yuda, unapomsemea mtu ambaye ni msaliti, manake ni mtu ambaye anahatarisha maslahi ya taifa, anahujumu taifa, usalama wa taifa. Manake huyo mtu ni muhaini, anapaswa kukabiliwa na tuhuma za uhaini. Kama jamhuri imeweza kumshtaki Tundu Antipas Lissu kwa kauli zake tu, ingawaje pia hatujaona maofisa wa majeshi akihusisha maofisa wa viongozi, kwa sababu historia za uhaini nazo zina historia zake. Sasa huyu mtu ambaye ametajwa ndani ya muhimili, na mtu ambaye pia ni mbunge na ana kiapo, sasa kwa nini jambo hili lisichukuliwe kwa uzito, ili tumjue huyo mtu naye pia kumshtaki, aweze kuchunguzwa na kuweza kushtakiwa kwa mujibu wa sheria. Maana yake kama tukiliacha hili, maana yake tutakuwa sasa tunasema hapa kuna upendeleo basi, au kuna ubaguzi, kwamba wako watu fulani wako juu ya sheria, wako watu fulani wako juu ya sheria, wako watu fulani wanaweza kushtakiwa kisiasa, wako watu fulani ambao hawezi kushtakiwa kwa sababu ya kisiasa. Kwa sababu kauli ile sisi hatuwezi kuichukua kama ni kauli ya kisiasa, kwa sababu tunaichukua kama kauli taarifa, kwa sababu imesemwa ndani ya chombo cha bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haikusemewa nje ya majukwaa. Na hata ingesemewa nje ya majukwaa kwa kitu kama kile kizito, kilikuwa pia kina hekima zake kukiendea. Kwa ile sisi tunachukua kama kauli taarifa, sio kauli ya kisiasa. Wachunguze. Wao wakigundua wataishauri mamlaka zinazo husika kwa masuala ya umma. Sasa wewe hujapeleka huko, umekwenda kusemea bungeni katika mjadala ambao ulikuwa hauhusiani na hoja yake, jambo la kwanza. Lakini pia vile vile hujatoa ufafanuzi wa kina, jambo la pili. Unatuachia mijadala ambayo haina afya. Maana yake nini? Maana yake nini? Kwa mtu yule anapaswa ajiuzuru kwa maslahi ya umma. Yaani atoe ufafanuzi, akishindwa kutoa ufafanuzi ajiuzuru kwa maslahi ya umma. Hafai kuwa kiongozi wa umma na hafai kuaminiwa. Yaani hakuna kupepesa macho katika haya.
Hao ndio wanasiasa hatari wa kuogopa kama ukoma, kwa sababu wanaweza kukuingiza sehemu ambazo hatupaswi kufika. Hiyo ndo rai yangu.